Asubuhi ya jana tarehe 27 mwezi huu wa 4 ndio siku ambayo Tanzania ilipokea taarifa za kusikitisha za kifo cha msanii mkongwe muziki wa Bongo Flava, na mzungumzia Spark ambaye aliwahi kutamba na vibao kama vile Nipo Report ambayo alishirikiana na Tundaman pamoja na Madi, lakini pia alikuwa na ngoma ambayo ilijulikana kama Usiniache akishirikiana na Chidi Benz, lakini pia kulikuwa na ngoma ambayo ilijulikana kama Ombi Langu. Hizi ni baadhi ya track tu ambazo zilimtambulisha na kumweka kwenye mapi ya muziki wa Bongo Flava na kumpa heshima ya legend wa muziki wa Bongo Flava. Lakini sasa jana aliweza kutangulia mbele za haki, na unaambia kwamba ni kifo ambacho kilitokea mida ya jana, ndio kifo kiliweza kutangazwa. Inasemekana kwamba alifariki dunia usiku baada ya kwenda kufika kwake nyumbani, akaketi kwenye kochi, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kuinuka tena ama kunyanyuka tena kutoka kwenye kochi hilo. Sasa mpaka kufikia jana jioni, chanzo cha taarifa ama chanzo cha kifo chake kilikuwa hakijabainika, lakini sasa kulikuwa na taratibu za mazishi ambazo zilikuwa zinaendelea. Lakini kuna kitu ambacho watu wanajiuliza kuhusiana na kifo cha mshikaji. Inasemekana kwamba kama alitabiri kifo chake vile, sababu kuna post ambayo alikuwa ameiweka kupitia Insta story ya kwake, na ilikuwa inasomeka hivi: hii ni limited edition na mission kabla ya kudanja. Bara just in case kama ujui, huu ni moja kati ya mstari ambao upo kwenye ngoma ya Unanijua Unanisikia, ngoma ya Mwana FA. Hii ni limited edition na mission kabla ya kudanja. Ni ngoma ya muda kidogo, nadhani kwamba watoto 2000 hawezi kangamua na kuielewa hii ngoma kwa haraka, lakini kwa sisi ambao tumeanza kufuatilia Bongo Flava miaka ile, ni kitu ambacho tunakijua. Ni mstari ambao ni maarufu sana kutoka kwa ngoma ya Mwana FA. Sasa watu wakawa wanajiuliza kwamba inakuaje, kwani mshikaji kama alikuwa anajaribu kutabiri kifo chake kivile, anasema kwamba mission kabla ya kudanja, yani mission kabla ya kufariki dunia. Sasa mpaka kufikia sasa hivi kwa taratibu za mazishi zinaendelea, na mashabiki wameonyesha huzuni wao, wengi wametuma rambirambi za kutosha kuhusiana na taarifa za msiba wa Spark, na ni mmoja kati ya malegend ambao anasema kwamba amehudumia vizuri sana kiwanda cha muziki wa Bongo Flava kipindi hiko, akiwa chini ya usimamizi wa TIPTOP, yani Tip Top Connection, ambayo ilikuwa inaongozwa na marehemu Abdu Bonge. Alikuwepo ni kakake Babu Tale, ambaye ni mbunge wa Morogoro vijijini. Sasa mpaka kufikia sasa hivi taarifa za Spark ama taarifa za msiba wa Spark zimetangazwa, lakini chanzo cha kifo chake hakijabainika. Lakini pia jana hiyo bana tasnia iliweza kuondokewa na mkongwe wa filamu ambaye julikana kama Hashim Kambi, ambaye pia na mwenyewe alifariki samani katika hospitali ya Miko Sinza, Dar es Salaam, na pia mwili wake ukaweza kuondolewa katika hospitali kuweza kuhifadhiwa katika mortuary. Lakini sasa mpaka kufikia sasa hivi huenda mazishi ya hao wote yakafanyika leo hii, kwa sababu wote ni wa dini ya Kiislamu. Bado nitakupa taarifa kuhusiana na kinachoendelea katika misiba yote miwili, msiba wa mwigizaji Hashim Kambi pamoja na msiba wa mwanamuziki Spark. Stick around.